Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameitaka serikali ya kitaifa kukaza kamba katika mikakati ya kuzuia moto shuleni kufuatia kisa kilichotokea katika shule ya wasichana ya utumishi, akisema kuwa kila aliyehusika anapaswa kuwajibika. Aidha, amesema kuwa hawatakubali raia wa Marekani wenye virusi vya Ebola kuletwa nchini, kuwa hali hiyo inaweza kuhatarisha maisha ya Wakenya wanaoishi kwa amani. Pia amedokeza kuwa hawatakubali ufisadi kutumiwa kuwanyanyasa Wakenya. Tumekuja hapa Bungoma wakati taifa zima liko ndani ya huzuni kwa sababu ya kisa ambacho kilifanyika pale katika shule ya utumishi. Watoto wetu wadogo wachanga sana, zaidi ya wasichana 16 wamekufa ndani ya moto pale utumishi. Na ukiangalia ripoti ambaye tunapata, wanachukua watoto 200 wanajaza ndani ya domu ya watoto 100. Mlango wanafunga na mtu anapotea na kifunguu. Wewe niambie, kama serikali iko ambaye inajali wananchi na inalinda wananchi, kisa ambacho kilifanyika utumishi hakingefanyika. Walikuwa wapi wale ambao kazi yao katika Ministry of Education ni kuhakikisha safety standards are followed within our schools? Hawakuwepo, walituangusha. Jana tunaambiwa juzi ya kwamba Wamarekani wamekataa citizens wao wenyewe ambao wako na Ebola wasiingie Marekani. The Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkora mmoja hapa Kenya, kwa sababu amepatiwa pesa, anasema tuletewe hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, hiyo hatutakubaliana na wewe. Haya mambo yote ambayo umefanya, vile mjumbe mmoja amezungumza hapa, tuachie uhai wetu, tupambane na hali yetu. Hawezi kutuletea ugonjwa hapa na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Bado malaria inaua watu hapa. Watu wanakufa na ugonjwa zenye hata tuwezi sema hapa, bilharzia bado inaua watu. Alafu unasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola. Haitawezekana. Sasa nataka nikamilishie hapo. Niseme sisi wanalinda mwananchi tunaamini kwamba kutoa William Ruto peke yake inasuluhisha 80%